Naam, bila shaka hujambo mtazamaji wa Hyper PLC Investment Channel. Karibu tena katika kipindi hiki cha Tanzania Tuwekeze, kipindi ambacho kinakupa fursa wewe ya kuifahamu kwa ukubwa wake kampuni ya Hyper, lakini pia kufahamu fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika kampuni hii ya Hyper PLC. Lakini kama ilivyo ada, leo hii nimekualika hapa CPA Boniface Ndengo, mkurugenzi wa Hyper PLC, ambaye atakupitisha katika kuzitazama hatua mbalimbali za kujisajili lakini pia kufungua akaunti ya Hyper. Mimi ni Elia Jackson Lupembe, hii ni Hyper PLC Investment Channel. Asante sana Bwana Elia, na kushukuru, na nitumie fursa ya leo kumwelimisha mtumiaji wa mfumo wetu wa Hyper. Na hapa natamani nimpitishe kwenye mambo makubwa, mambo kama 6 hivi ambayo ni ya muhimu sana kuyafahamu na kuyazingatia. Sasa kwa sababu eneo hili ni eneo muhimu sana, maana linakwenda kuzaa fursa za kibiashara, natamani niende taratibu, hatua kwa hatua, ili mwekezaji wetu aweze kufahamu namna gani anaweza akatumia mfumo wa Hyper kibiashara. Na nianze hatua ya kwanza kwa mwekezaji mpya kabisa, ambaye tunamuita sisi ni mwanafunzi wa uwekezaji mpya kabisa, ambaye anataka kufungua account. Ziko njia kubwa 2 ambazo anaweza akazitumia kufungua account, hasa akiwa na teknolojia ya mtandao, kwa maana ya internet. Lakini kuna mfumo wa 3 kwa mtu ambaye hana teknolojia ya internet. Na huyu ambaye hana teknolojia ya internet, yeye atapiga tu nyota yetu, ile menu yetu ya kawaida, nyota 149 nyota 46 nyota 23 alama ya leli, alafu mfumo utamuomba aweke namba yake ya simu. Kwetu sisi Hyper, namba ya simu ndio kitu muhimu zaidi kuliko vitu vyote. Kwa hiyo anatakiwa aweke namba ya simu ambayo anaitumia kibiashara, au simu ambayo muda wote anakuwa nayo kwa ajili ya mawasiliano. Sasa akishaweka namba ya simu, mfumo wetu utashika ile namba ya simu na utamrudishia mrejesho kwamba umemuona, na baada ya hapo timu yetu ya ofisini watampigia simu kuchukua taarifa za ziada. Lakini hizi njia 2 zinamwezesha mtumiaji wa mfumo wetu kufungua akaunti yeye mwenyewe bila msaada wa mtu mwingine yeyote. Njia ya kwanza ni njia ya app, kwamba anaingia Play Store, ana download app ya Hyper PLC, alafu anaanza kujaza, atasema jisajili, atatumia kuna kidirisha atakiona kitufe kimeandikwa jisajili. Pale kwenye jisajili pale ndipo tunaposema fungua account. Kwa hiyo watu wanatumia neno kujisajili au kufungua account, ni neno moja, tunamaanisha kitu kimoja. Akishaifungua ile fomu, anaanza kujaza zile taarifa. Lakini mfumo wa pili wa kufungua account au kujisajili ni mfumo wa kupitia website ya Hyper, ambayo ataingia kwenye website ya Hyper ya www.hyper.net, na pale akishaingia ataona kabisa, mwanzo tu kabisa ataona mahali pameandikwa fungua account. Akibofya kile kitufe cha fungua account, moja kwa moja kinampeleka kwenye fomu mpya ambayo anatakiwa sasa aijaze hatua kwa hatua. Na eneo la kwanza anatakiwa achague, ataambiwa karibu Hyper, kuna maelezo pale juu yameelezwa, lakini baada ya hapo anatakiwa sasa ajaze ile fomu. Namba 1 atachagua huduma, tumesema automatically kwanza achague uwekezaji. Huduma zingine zitakuja kama huduma za ziada. Huduma ya msingi atachagua ni huduma ya uwekezaji, na mara nyingine unakuta imeshajichagua pale. Alafu baada ya hapo atatakiwa kuweka namba yake ya simu, ambayo kwetu tumesema ni kitu muhimu sana katika mfumo wetu. Akishaweka namba ya simu, ataweka majina yake, kama yanavyosomeka katika vitambulisho. Baada ya kuwa ameweka majina yake, basi na kuna mahali pia anaweza kuweka email, japo ile email nayo ni optional, sio lazima, kwa sababu pia kuna watu wengi sana hawana email. Lakini yule ambaye ana email pia anaweza akajaza na email. Alafu baada ya hapo atasubmit. Lakini pia mfumo utakuwa umemuuliza habari za Hyper ulizisikia wapi. Pale kuna vitu vingi atachagua, kama ni redioni, akifungua tu pale itamuonyesha vitu vya kuchagua, labda alisikia redioni au kwenye TV, au aliambiwa na rafiki, au alipata kupitia mfumo wa Google au social media na kadhalika. Baada ya hapo atasubmit, atawasilisha ile fomu. Akishawasilisha ile fomu, fomu yetu itamletea eneo la pili la kujaza taarifa za muhimu za tunaita anwani ya mwekezaji wetu. Hapa anatakiwa ajaze taarifa za nchi aliyopo, maana tunaamini kwamba huu mfumo umetengenezwa pia kuhudumia watu ambao wako nje ya Tanzania. Kuna Watanzania wako nje ya Tanzania lakini wanapenda kuwekeza Tanzania, tunawaita diaspora. Kwa hata diaspora anaweza akawekeza kupitia mfumo wetu.
Sasa kama yuko nchi yote atajaza pale nchi aliyopo, akishamaliza atachagua mkoa. Anaweza pia akawa nje lakini akajaza Tanzania. Atajaza nchi, atajaza mkoa, atajaza wilaya, atajaza kata yake, atajaza kijiji au mtaa wake, alafu atajaza jinsia, atajaza umri wake, atajaza kazi yake. Na baada ya hapo, hapa chini kuna taarifa za ziada anaweza pia akaziongeza. Hizi tunaziita sasa ni huduma za ziada ambazo anaweza akazifanya akiwa kwenye mfumo wa Hyper. Sasa hizi huduma anaweza akazichagua sasa au akazichagua baadaye. Lakini hata kama hajazichagua hazina madhara yoyote. Lakini yeye mwenyewe sasa ataangalia, mimi napenda pia nije niangalie masuala ya biashara, masuala ya mitaji, masuala ya masoko, basi atayatiki na baada ya hapo atasema update. Sasa akiisha update moja kwa moja sasa tunasema anakuwa sasa ameingia sasa kwenye ule ukumbi mkubwa wa Hyper. Ameingia kwenye mfumo wa Hyper. Na ndani ya mfumo wa Hyper pale kuna vitu kama 4 ambavyo anatakiwa avielewe vizuri sana. Kitu cha kwanza ni namna ya kuwekeza, kwa sababu tunaamini moja ya jambo lililomvutia mwekezaji wetu au mwanafamilia wetu huyu mpya kuingia kwenye mfumo wetu ni kuwekeza. Kwa hiyo lazima tu ajue kwa haraka sana kwamba inawezekana hata taka vitu vingine vyote hivi, anataka tu kuwekeza. Kwa hiyo ataona pale kuna dirisha limeandikwa wekeza. Juu tu pale kuna dirisha limeandikwa wekeza. Of course kabla ya dirisha kuna ka screen kanapita hapo juu kanaonyesha matangazo mbalimbali. Tutakuja kueleza maana yake baadaye. Lakini chini ya ka screen ketu kale, basi kama anatumia simu ataona maneno wekeza, lipia huduma. Haya maneno ya wekeza na lipia huduma, sasa lipia huduma ni huduma ambazo sio za uwekezaji. Lakini kama anataka kununua hisa za Hyper, atagonga pale kwenye dirisha limeandikwa wekeza. Na akigonga lile dirisha, automatically lile dirisha litafunguka. Litamletea taarifa 2 muhimu za kujaza. Taarifa ya kwanza, anatakiwa ajaze kiasi cha mtaji anachowekeza kwa siku hiyo au kwa wakati huo. Anaweza kajaza labda shilingi 10,000, 30,000, 50,000, 100,000, milioni na kadhalika. Lakini pia mfumo unamruhusu kujaza kiwango chochote kuanzia shilingi 1,000. Kwa nini shilingi 1,000? Kwa sababu hisa yetu ya Hyper inauzwa shilingi 1,000. Sasa akijaza kiwango chini na hapo, maana yake ni kwamba atakuwa ni kama vile anaujaribu mfumo. Unaweza ukachukua ile hela lakini atapata hisa sifuri. Kwa hiyo apate hisa kamili iliyokamilika, anatakiwa ajaze kuanzia shilingi 1,000 na kuendelea. Akishajaza kile kiwango chini, baada kuna kiboma kinachofuata ni atajaza namba ya simu ambayo anaitumia kununua zile hisa. Huu mfumo unaashumu kwa sasa kwamba manunuzi anayoyafanya fedha iko kwenye simu. Baadaye tunakuja kuweka mfumo ambao utamruhusu kununua kutoka benki au kutoka kwenye hizi kadi za kisasa, lakini kwa sasa tumeweka mfumo wa simu kwa sababu tumeona Watanzania wengi wanatumia sasa mfumo wa simu. Kwa hiyo ataweka pale namba ya simu ambayo ina pesa. Na hapa niweke clear kwamba namba ya simu unayoweka hapa sio lazima iwe namba uliyosajili, maana tayari kwenye ndani ya mfumo wako namba ya simu unayoweka hapa ni namba yenye pesa. Inaweza ikawa ni namba yako hiyo uliyosajili au namba nyingine ambayo hujasajili, lakini ndio ina pesa. Ukiweka tu hiyo namba, alafu baadaye pale utagonga submit au proceed. Ukigonga kitufe cha proceed au submit, basi moja kwa moja mfumo utakuletea prompt, utakuletea taarifa kwamba unataka kununua hisa za Hyper. Hii ni message ambayo sasa italetwa na mtandao wako wewe. Kama wewe ni mtu wa M-Pesa, maana kuna message itatoka M-Pesa kuja kwako kuambia una hisa unataka kuzinunua kutoka Hyper. Kama unatumia Airtel Money, basi kuna message itatumwa kutoka Airtel Money kwamba unataka kununua, kulipia, fanya malipo ya kwenda Hyper. Kama ni Tigo Mix, Yas Mix pia itakuwa. Kama ni Halotel the same. Kwa hiyo pale mfumo wako, kampuni yako ya mawasiliano watakuletea message ambayo inaelekeza kwamba unataka kufanya malipo. Sasa kwa sababu sisi tunatumia mfumo wa Selcom. Selcom ndio wakala wetu wa mtandaoni ambaye anatuunganisha na benki zote au mifumo yote ya simu. Kwa pale atakuletea taarifa kwamba unataka kulipa shilingi 1,000 au 10,000 au 50,000 kwenda Selcom duka. Basi utajua huo ni mfumo wa Hyper. Sasa pale utasema ndio kwa kujaza namba zako za siri. Na hapa nitoe ufafanuzi. Namba za siri tunazozisema hapa ni namba za siri za M-Pesa yako au namba za siri za Airtel Money yako au namba za siri za Yas Mix yako.
Sio namba za siri za Hyper, namba za siri za mtandao wako kukamilisha malipo. Maana sasa hapa unafanya malipo kutoka kwenye simu yako kuja kwetu. Kwa hiyo lazima wewe sasa uweke namba ya siri ambayo itaruhusu malipo kutoka kwako kuja Hyper. Na kama hautaweka hiyo namba, maana yake malipo hayatatoka. Kwa sababu hiyo ndio itakuwa sasa hatua ya mwisho inayokuthibitishia kwamba wewe umekusudia kununua hisa. Kwa hiyo mfumo utakuletea taarifa kwamba unataka kufanya manunuzi au malipo kwenda Hyper na ni kiasi fulani kwenda kupitia Selcom. Utasema utaingiza namba zako za malipo na tarakimu zile 4 za namba za siri za mtandao wako, namba yako ya siri, utakuwa umekamilisha hilo zoezi. Ukimaliza tu kuthibitisha kwamba umeruhusu malipo, utapata message 3 ambazo zinakupa taarifa kuhusu malipo yako. Message ya kwanza itakuwa ya mtandao wako wewe, either ni M-Pesa, Tigo Pesa au Airtel Money au Halotel. Watakwambia umefanya malipo kiasi kadhaa kwenda Selcom duka ambao ndio wakala wetu wa Hyper. Message ya pili utakayoipata ni message ya Selcom wenyewe. Selcom wenyewe nao watakuletea taarifa kwamba malipo yako yamehamishwa kutoka namba yako ya Airtel au ya Voda au ya Tigo Pesa kwenda Hyper. Alafu 3 utapata message ya Hyper PLC ambayo inasema Hyper amepokea malipo yako kiasi fulani, yakiwa ni malipo ya uwekezaji na malipo haya yamekuwezesha kupata hisa kadhaa. Hiyo taarifa utaipata kwenye message yako ya kawaida. Hapo utakuwa umekamilisha zoezi zima la ununuzi wa hisa kwa njia ya dirisha la wekeza. Na dirisha hili la wekeza unaweza ukanunua hisa wakati wowote, hata kama ni usiku wa manane, mfumo unafanya kazi. Na unaweza ukanunua hata kwa siku mara 2, mara 3. Na unaweza ukanunua kiasi chochote cha hisa unachokitaka. Kwa hiyo hapo nilikuwa naelezea kuhusu habari za dirisha la wekeza. Kama wewe hauna interest na mambo mengine yoyote, hapo ndipo utakapokuwa unafanya shughuli zako za uwekezaji. Kila mara ukiingia, unaenda kwenye wekeza, weka namba ya kiasi cha pesa, weka namba ya simu, kamilisha malipo, weka namba ya siri. Utakuwa umemaliza zoezi la uwekezaji na utapata zile taarifa kutoka kwenye mitandao 3, mtandao wako, Selcom pamoja na mtandao wa Hyper. Hilo ilikuwa ni zoezi la kutumia mfumo wa Hyper katika shughuli za uwekezaji. Sasa niende sehemu ya 3. Hii ni ofisi ya mwekezaji. Ukiwa ndani ya mfumo wa Hyper, utaona mahali pameandikwa Investors Office. Tumeona kwamba kwa sababu tunafanya jambo ambalo ni la kudumu milele na milele na milele. Yaani nikwambie, uwekezaji unapoamua kununua hisa, sio tu za Hyper, za kampuni yoyote, unanunua kitu ambacho kitadumu milele na milele na milele. Yaani wewe utaondoka duniani, watoto wako kama umewarithisha na umewaelimisha, wataendeleza hiyo akaunti, wajukuu wataikuta na wataiendeleza. Kwa hiyo tunafanya kitu cha kudumu. Kwa hiyo tukasema katika ulimwengu wa sasa, basi tumwekee huyu mwekezaji wetu ofisi mahali ambapo vitu vyake vyote anafanya kwenye mfumo vitakuwa vinakusanywa na kuwekwa pale. Kwa hiyo kwenye eneo ile la ofisi sasa, ofisi ya mwekezaji au Investors Office, kuna vitu vingi ambavyo sasa wewe ukiingia pale utakuwa unafanya shughuli mbalimbali za uwekezaji zinazokuhusu wewe na Hyper. Pale mfano, kitu cha kwanza utakachokiona ni kitu kinaitwa calculator. Calculator tumetengeneza kama nyenzo inayokuwezesha wewe kufanya tathmini ya uwekezaji wako. Ukifungua ile calculator utaona inakuongoza kwamba unataka kwanza utachagua lugha. Calculator yetu tunatumia Kiswahili na Kiingereza. Kwa hiyo utachagua lugha. Mimi nataka Kiswahili. Calculator itakuuliza, leo hivi tunavyoongea leo unataka kuwekeza kiasi gani? Kwa sababu unataka kujifunza, wewe weka kiasi tu chochote, weka 50,000, afu baadaye utafuta utaweka 200,000, baadaye utafuta utaweka milioni, ili ule mfumo ukuonyeshe nini kinachotokea kadri unavyokuwa unabadilisha kiwango chako cha uwekezaji. Kwa hiyo utaweka kiwango ambacho unataka kuwekeza leo. Yaani unauambia mfumo, ashumu leo unataka kuanza kuwekeza 100,000. Alafu mfumo utakuuliza, huu uwekezaji wako unataka kufanya kwa muda gani? Sasa uwekezaji unaolipa ni uwekezaji ambao utafanya kwa malengo ya muda mrefu. Kwa hiyo tunashauri angalau uweka miezi 12 kuendelea. Unaweza kuweka miezi 12, miezi 24, miezi 36, miezi 50 na kadhalika kwa kadri ya malengo yako. Kwa hiyo utaweka ule muda. Alafu namba 3, mfumo utakuuliza, je, utaendelea kuwekeza? Manake utaweka ukishaweka hicho kiwango ambacho unaanza nacho leo, je, utaendelea kwa labda kila mwezi unaweka 20,000 au 100,000, utaendelea kuwekeza? Basi pale kama hautaendelea kuwekeza, uweke 0. Nenda uweke namba 0 kwenye kile kiboma. Au kikikusumbua weka hata namba 1 au hata 100.
ili mradi tu kuwe na thamani fulani ambayo mfumo utajua kwamba hujasahau kujaza. Lakini kama unataka kuwekeza kila mwezi labda shilingi 20,000 utaweka pale 20,000. Kama ni 100,000 utaweka 100,000. Lakini kwa kujifunza vizuri zaidi, weka kwanza 0 au 1 au 100 ili uone ule uwekezaji wako wa mwanzo utakupa faida kiasi gani miezi 12, miezi 24, miezi 36 na kuendelea. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo unalipata kupitia calculator yetu ambayo itakuongoza kwamba hivi ukiweka leo la milioni 1 baada ya miaka 5 mtaji wako utakuwa kiasi gani, calculator itakwambia. Ukiweka leo 200,000 baada ya miaka 3 miezi 36 uwekezaji wako utakuwa kiasi gani, calculator inakwambia. Na pale swala la muda tunatumia miezi. Tunatumia miezi kwa sababu tunaashumu kwamba ukiweka mwaka unakuwa ni mrefu sana. Kwa hiyo tunaweka miezi ili wewe useme utakuwa unawekeza kwa muda wa miezi 12, miezi 18, miezi 24, miezi 30, 36 na kuendelea. Hapo utakuwa unafanya tathmini ya ukuaji wa mtaji wako, unaangalia. Lakini pia hii calculator imetengenezwa kwa mfumo ambapo inaashumu zile faida utakazokuwa unazipata kila mwezi kutokana na uwekezaji wako Hyper utakuwa hauzichukui. Sasa kama utakuwa unazichukua, hicho sasa ni kitu kingine. Lakini kama utakuwa umeziacha ziendelee kuungana na mtaji na kuzaa, hayo matokeo yatakuonyeshwa kwenye calculator ndio ambayo yatakupa. Na calculator itakupa vitu kama 5. Kitu cha kwanza, ukimaliza kusema calculate, itakwambia ukinunua ukiwa na shilingi labda tuseme 100,000 leo unapata hisa ngapi. Mfumo utakwambia unapata hisa kadhaa. Alafu utapata kwa bei gani? Bei yako leo inakadiriwa kuwa kiasi, bei ya hisa kwa leo inakadiriwa kuwa kiasi gani? Hiyo bei inatembea na makisio ya ukuaji wa kampuni. Mfumo utakuonyesha bei ya leo labda shilingi 950, 1000, 1050 na kuendelea. Lakini pia matokeo yatakwambia baada ya miezi uliyoitaja hisa zako zitakuwa kiasi gani. Baada ya miezi uliyoitaja bei ya hisa inakadiriwa kuwa kiasi gani. Kwa hiyo taarifa zote hizo zinakuwezesha wewe sasa kufanya maamuzi uwekeze kiasi gani. Hiyo ni calculator. Kitu kingine ambacho unakipata kwenye mfumo kwenye ofisi ya mwekezaji ni taarifa kuhusu hisa zako. Kwamba zile hisa unazokuwa umezinunua mwisho wa siku kuna mahali zinakusanywa zinakaa sehemu moja. Kwa hiyo ukisema pale hisa zangu, mfumo unakupa taarifa ambazo zinaonyesha hisa zako sasa tangu umeanza kununua zimefika hisa kiasi gani. Lakini nikwambie moja ya kitu ambacho lazima ukielewe kwamba ofisi ya mwekezaji inafunguka. Zile vitu ambavyo kwenye ofisi vinafunguka kama angalau una hisa kuanzia 10 na kuendelea. Kama hauna hisa yoyote basi mfumo utakuomba ulipie angalau shilingi 2,500 kwa mwezi huo unaotaka kujifunza ili mfumo ukupe darasa. Kwa hiyo kama utashindwa kununua hisa 10, utashindwa kulipia shilingi 2,500 kama ada ya mfumo, basi ina maana utakuwa hauwezi kujifunza chochote kwenye ofisi ya mwekezaji. Haitafunguka. Huo ndio kama ufunguo. Hisa 10 au ile shilingi 2,500 ambayo ni ada ya mwezi. Na tumeweka hivyo kwa sababu kwa sasa bado tunawafundisha. Lakini ada ya kukufundisha kwa mwezi sio 2,500. Tumeweka urahisi ili watu mjifunze bila vikwazo. Ada ya kujifunza masuala ya uwekezaji darasa la saa moja tu sio chini ya shilingi 50,000. Kwa hiyo tumieni hizi fursa kwa sasa tunapowafundisha kwa gharama ndogo muweze kuzitumia. Kwa hiyo kitu kingine ambacho utakipata ni dirisha, utaona kitu kinaitwa hisa zangu. Pale utapata taarifa ya hisa zako zote. Kitu kingine utakachokipata kwenye ofisi ya mwekezaji ni ukiwa umeshafika hisa 50 utapata hati ya umiliki wa hisa zako. Itakuja automatically itafunguka, utaiona. Kama una hisa 0 au hisa 2 au 5 hazitafunguka, hutaiona kama hivyo. Lakini ukishafika tu hisa 50 hati ya hisa za mwekezaji inafunguka na unaweza ukaiona, na inakuwa tunasema ile inakuwa ni hati ya mwekezaji mwanafunzi. Ukifika hisa 200 unapata hati ya kuwa mwanahisa kamili wa Hyper, na hapo sasa unakuwa unaweza kukaa kwenye vikao vya kampuni na kushiriki maamuzi mbalimbali yanayohusu sera na uendeshaji wa kampuni. Hilo ni jambo ambalo pia unalipata kupitia ofisi ya mwekezaji. Kitu kingine unachokipata kwenye ofisi ya mwekezaji ni bills. Bills ni malipo yote uliyoyafanya, yawe ya hisa au vitu vingine, yote yatakuwa yanarekodiwa pale na unaweza ukayaona. Kwa ukitaka kujua hivi mpaka sasa hivi malipo yangu ambayo nimefanya yameingia hayajaingia kwenye mfumo, kwenye bili pale inaonyesha zote. Na bili inaonyesha mpaka malipo unajaribu kufanya ya kafeli, bili itakuwa inaonyesha kwamba ulijaribu siku moja kufanya malipo kiasi fulani lakini hayakufanikiwa. Kwa hiyo inakusaidia kuondoa utata kwamba kuna hela nililipa alafu haikuingia katika mfumo. Ile kipande kifuti kieneo cha bills kinaonyesha kila kitu kuhusu malipo mbalimbali uliyoyafanya kwenye mfumo.
Kitu kingine ambacho tunakipata kwenye ofisi ya mwekezaji pamoja na vitu vingine vingi ni maktaba. Tumesema mwekezaji wetu lazima awe ni mtu mwenye maarifa ya kutosha, ana taarifa za kutosha kuhusu shughuli za kampuni, kuhusu masuala ya uwekezaji, elimu na kadhalika. Sasa ukifungua maktaba inakupeleka kwenye dirisha lingine kabisa ambalo linahusika na masuala sasa ya taarifa, vitabu vya elimu, machapisho, sera za kampuni na kadhalika. Pale unajifunza sasa, kuna vitu vingi unaweza ukajifunza. Pale kuna machapisho ya bure ambayo unaweza ukayapata bila gharama, lakini kuna machapisho ambayo pia lazima yalipiwe. Mtafahamu kwamba hii ni kampuni ya biashara. Kwa hiyo sio kila kitu kitakuwa bure. Vitu vingine lazima pia uvilipie ili kupata taarifa zake za ziada. Sasa maktaba inakupa taarifa nyingi ambazo zingine ni za bure na zingine ni za kulipia. Kwa makusudi tu kwamba inawezekana zile ambazo ni za kulipia wewe hauzihitaji, kwa hiyo hautazitumia. Lakini kama unazihitaji, basi kampuni itakutaka ulipe tu kidogo ili uweze kupata access ya zile taarifa. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa umeelewa namna ya kuitumia hiyo fursa ya ofisi ya mwekezaji kwa ajili ya kufanya mambo yako mbalimbali ukiwa ndani ya mfumo wa Hyper. Niende sehemu nyingine, inahusu linki ya elimu ya uwekezaji. Linki ya elimu ambayo kwa jina rahisi tunaita ni Hyper Golden Link. Sasa hii huko mbele ya safari utakuja kuona hicho kitu kinaitwa Hyper Golden Link ni baadaye. Lakini kwa sasa ukiwa ndani ya mfumo, juu kabisa pale kwenye jina lako pembeni utaona kile kialama cha kushare. Kile kialama cha kushare kile kina rangi ya dhahabu. Hicho kialama cha kushare ndio Hyper Golden Link. Ukikigusa kitu kile kinakuletea kodi ambayo hiyo kodi ukiishare basi wakati yule mtu yote ambaye atajiunga kupitia ile kodi itakuwa inaonyesha kwamba huyu mtu amejiunga kupitia akaunti ya Elia. Kwa hiyo Elia tunaitumia hii akaunti kama ni eneo la wewe kupata kipato. Kwamba mtu ambaye atajitolea kutusaidia kuelimisha watu wengine kuhusu mambo ya uwekezaji, basi hiyo kazi hata ifanya bure. Kitendo cha wewe kuchukua ile linki ukashare kwa marafiki zako, ukifikisha marafiki 20 na kuendelea, mfumo unaanza kukulipa. Yule marafiki wa 21, wa 22, wa 23, wa 24 na kuendelea, mfumo utaanza kukulipa. Na ada ya kukulipa kampuni itakuwa inaweka kila wakati. Maana itategemeana, leo inaweza ikalipa shilingi 1000, leo labda shilingi 500, labda shilingi 250. Kwa hiyo itategemeana na mwenendo wa soko, tutakuwa sasa tunaweka zile gharama. Lakini nataka nikwambie hiyo ni fursa kubwa sana ya kibiashara kwa vijana ambao wanaweza kucheza na mitandao. Kwamba mtu anaweza akachukua hiyo Hyper Golden Link akaishare kupitia Facebook account yake kwa watu hata 1000. Alafu katika watu 1000, watu 200 wakajiunga kuja kujifunza masuala ya uwekezaji. Hapo tumesema elimu ya uwekezaji ni bure. Wale watu wakijiunga kwa ajili ya kujifunza, maana yake Elia wewe utakuwa unalipwa hela kwa sababu ya kazi uliyoifanya. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Hyper hatupendi vitu vya bure. Kadri unavyojitahidi kutusaidia kuelimisha umma kuhusu masuala ya uwekezaji, basi kampuni itakuwa inakulipa. Kwa hiyo hapo tunasema tunawamotisha wale investment influencers, watu ambao wanapenda kushare masuala ya uwekezaji na watu wenzao, watakuwa wanapata faida kupitia hiyo linki ya Hyper Golden Link. Ukiichukua tu itakutengenezea message ambayo unaweza sio kaishare kwa watu wote. Ile message unaruhusiwa kuirekebisha isome unavyotaka wewe, isipokuwa usiguse tu ile linki yenye share message ile tu usiguse. Maana ukigusa tu utakuwa umedisturb. Lakini kama maelezo yale mengine, welcome to Hyper Investors Family na nini, yale maelezo unaweza ukayabadilisha ukaweka maneno yako mwenyewe mazuri yenye mvuto ambayo yanawaalika watu kuja kwenye mfumo wetu kujifunza. Na ukizingatia kufungua akaunti ya Hyper ni bure, kujifunza ni bure. Kwa hiyo manake hakuna mtu ataingia gharama kwa sababu eti wewe umemshare ile link. Ila atapata manufaa ya elimu kwa sababu amepata link ndio umleta kuja kujifunza. Kazi ya hii link ni kuwaleta watu wajifunze kuhusu masuala ya uwekezaji ambayo sisi Hyper tumejitolea. Elimu ya uwekezaji tunaitoa bure kabisa. Eneo lingine ambalo nataka nilielezee sasa, nimeshaelezea habari za maktaba, ni fursa za biashara ndani ya mfumo wa Hyper. Fursa za biashara ndani ya mfumo wa Hyper. Hizi fursa za biashara za ndani ya mfumo wa Hyper, nimeshaelezea fursa ya kwanza ni hiyo ya Golden Link. Hiyo peke yake ni fursa. Na hii fursa haina ukomo. Yaani
Hata mtu ambaye yuko Marekani ana uwezo wa kuchukua hiyo link akaanza kushare na akawafundisha watu uwekezaji na akawa anapata malipo kutoka Hyper. Fursa nyingine sasa iko kwenye kitu kinaitwa department, Hyper department. Hizo Hyper departments hapo sasa ni fursa za biashara. Hizo ni fursa mbalimbali za biashara. Hapo kuna fursa ya masoko, kuna fursa ya biashara, tunasema kukuza biashara kupitia academy, kuna fursa za mitaji zinatengenezwa hapo kupitia hiyo dirisha la departments. Kuna fursa za masuala ya uhasibu au wataalamu, unataka labda upate msaada wa kisheria au mhasibu katika masuala ya biashara zako na kadhalika. Kwa hiyo hilo dirisha la departments ni wewe sasa utategemea unataka kitu gani cha ziada kutoka Hyper. Kama unataka mtaji, wewe ni mjasiriamali, unataka kufanya kitu chako fulani, una changamoto, basi kupitia hilo dirisha unakuja unapata support. Kama unataka kurasimisha biashara, basi kwenye dirisha la academy kuna kitu kinaitwa business academy. Ukiligonga pale unapata hiyo huduma ambazo tutaona kabisa Elia anataka huduma yetu kutoka kwenye dirisha la business academy. Kama unataka huduma za masoko pia ukigonga itakupeleka kwenye chumba maalum ambacho kinakuruhusu wewe kuweka matangazo mbalimbali ambayo yanakuwezesha wewe kushare taarifa, maarifa ulionayo au bidhaa yako au biashara yako na dunia nyingine. Na lile tangazo utakapoliweka kwenye mfumo wa Hyper litaonekana kwenye website ya Hyper kule nje. Kwa hiyo mtu yeyote atakayekuwa anatembelea website ya Hyper, kama sisi tutakuwa lazima kushaweka, tutali-approve. Tukishali-approve lile tangazo lako, sisi kule lile tangazo litaonekana moja kwa moja kule kwenye website ya Hyper. Kwa hiyo nikafikiri kwamba hizi fursa ni vizuri sasa tuziangalie. Na hizi kwenye department hapa tunaongelea biashara. Kuna gharama ambazo sasa utazilipa ili kupata hizo access. Mfano huduma ya masoko inalipiwa. Uwezi ukaweka tu sisi tukusaidia kutangaza bure tu hivi. Tumeweka pale shilingi 30,000 unatangaza mwezi mzima kwenye upande wa masoko. Ukitaka mtaji pia utatuambia kuna gharama utatulipa, sisi tutakutengenezea namna ambavyo utapata mtaji kulingana na biashara yako au mahitaji yako. Lakini pia kama unataka kupata huduma za urasimishaji, unataka kusajili kampuni yako mwenyewe, basi hizo ni huduma ambazo pia tunazifanya kupitia dirisha la business academy kwenye department ya Hyper. Kwa hiyo pale kwenye department tunaongelea biashara. Chochote utakachokigusa ni huduma ambazo unazipata, lakini unazipata kibiashara. Na nirudi kwenye dirisha maalum hapo kwenye department, ni dirisha la uwekezaji. Pale dirisha la uwekezaji ukishalipata, pale unalipata bure kabisa, lenyewe halina cha ziada. Lakini pale ndipo unapopata sasa huduma mbalimbali za kiwekezaji, ikiwa ni pamoja na kuuza hisa. Kama unataka kuuza hisa, mfano umefika hatua una hisa labda 5,000 na unafikiria na shida na hela, badala ya mimi kuhangaika nje nichukue hisa zangu 1,000 niuze. Kwenye hilo dirisha la uwekezaji ukilifungua, utaenda kwenye mahali maalum, utaona kitu kinaitwa uza au nunua hisa. Ukigonga pale inafunguka fomu na unaruhusiwa kuanza kujaza taarifa mbalimbali za kuuza hisa zako. Na ukisema tu unauza hisa, idara yetu ya finance huku Hyper itaona Bwana Elia anataka kuuza hisa, na pale tutakufikia na kukuhudumia ili kukamilisha mchakato mzima wa kuwezesha wewe kuuza hisa. Kwa hiyo kwa kifupi, niliona leo niwapitishe katika mfumo wa Hyper muweze kuelewa vizuri sana. Lakini nimewaambia fursa kubwa ya kibiashara ya kwanza ya bei nafuu kabisa ni Hyper Golden Link, ambayo hii inafunguka ukiwa kama na hisa 10 au ukiwa umelipa ile ada yetu ya shilingi 2,500. Kama hujalipa hizo, basi utakuwa tu unatusaidia kutoa elimu. Lakini kama unataka uwe na wewe unaelipwa, lazima pia uwe umeshakuwa mwekezaji wa Hyper. Na kwa msingi huo utakuwa na wewe unaweza kupata manufaa yanayotokana na wewe kuwa mwanafamilia wa Hyper. Basi kwa kifupi, nilifikiri hayo mkiyaelewa yatawasaidia namna ya kutumia mfumo. Sasa baada ya kuwa umekamilisha hayo, unataka kutoka nje ya mfumo. Hatua ya mwisho ni kwamba lazima uache mfumo wako uko salama. Lazima ufunge mlango na kutoka. Unakwenda pale kwenye jina lako, unagonga, kuna kimshale utakiona pale kinaonyesha, unagonga pale kwenye jina lako, patafunguka vitu kama 2 3, utachagua log out au sign out. Ukishasema sign out au log out, basi hapo ndio utakuwa unauambia mfumo kwamba unatoka kwenye ofisi yako ya akaunti ya Hyper na itajifunga. Sasa utakapokuwa unarudi kwenye mfumo, hautarudi tena kupitia ile dirisha la fungua account. Huku utaingia kupitia ingia kwenye account. Maana ukigonga tu pale kwenye website yetu, sasa utaona kitu kinaitwa account. Ukigonga pale itakuonyesha fungua account na ingia kwenye account. Nina account au sina account? Nina account. Ukishasema nina account, itakuletea fomu ambayo utajaza namba yako ya simu, ndio isajili Hyper,
alafu utajaza na pin tuliyokutumia wakati unajisajili, tuliyokutumia pin ambayo inakuwezesha wewe kutunza taarifa zako ziwe katika hali ya usiri. Kwa utajaza namba yako ya simu, alafu utajaza na pin yako tuliyokutumia sisi Hyper. Ukijaza hivyo vitu viwili, mfumo unafunguka moja kwa moja, unakupeleka tena ndani ya mfumo, na una uwezo sasa wa kufanya vile vitu vyote nilivyokuwa navieleza katika ile hatua ya mwanzo. Hadi hapo, kama utakuwa na changamoto, basi unaruhusiwa kutupigia huduma yetu. Namba yetu ya huduma kwa wateja 0755947943. Asanteni na karibuni Tuwekeze.